Na mtazamaji, kama ambavyo tayari tulikuahidi kwamba sehemu ya pili ya majadiliano tutakuwa na mgeni kutoka Chama cha Wafanyakazi Serikali Kuu na Afya Tanzania TUGHE, na mgeni wetu ni Heri William, ambaye kwanza Heri William ni mwenyekiti tawi la TUGHE ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini vile vile ni mjumbe kamati ya itifaki kutoka shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA. Karibu sana katika kipindi chetu cha Baragumu. Asante sana. Heri ya siku ya wafanyakazi. Asante sana. Mosi. Wafanyakazi hasa kutoka katika hiki chama cha wafanyakazi wa Serikali Kuu na Afya Tanzania wanapokeaje siku hii ya leo? Sisi kwa pamoja tunipokea kama ni siku ambayo kila mmoja kwa matamanio makubwa kwamba kutakuwa ambacho Mheshimiwa Rais ataongea na kutoka mabadiliko kidogo ya maslahi na mambo mbalimbali ambayo kadri budget itakuwa inaruhusu. Nimeona maneno mengi sana. Mmoja, kuna ilikuwa mkoa gani ule baada ya kusema kwamba Mheshimiwa Rais ndio atakuwa mgeni rasmi leo, wakafurahia wakasema tunatamani aseme neno. Neno gani ile ambalo kabla tujafika huko, tunapozungumzia sikukuu ya wafanyakazi, ni sikukuu ya kimataifa duniani kote inaadhimishwa. Labda kwa uchache tu unaweza kutupitisha kidogo kwenye chimbuko lake mpaka tunafika tunakuwa na siku hii na inaadhimishwa kimataifa? Kwanza kwenye taasisi mbalimbali lakini na mashirika na maeneo mbalimbali kumekuwa na vyama vingi. Ukiangalia kama umoja wa TUCTA umekuwa muunganiko zaidi kutoka mwaka 2000, ni zaidi ya vyama 33 ndio vilikuwa vimeanza kuunda umoja wa vyama vya wafanyakazi, ambao ndani ya hivi vyama vya wafanyakazi kuna ni muunganiko wa wafanyakazi wanaweza kupata chama chao ambao wanaweza wakajadili kwa pamoja wakaweza kupata maslahi makubwa sana ya wafanyakazi. Na kupitia hivi vyama labda wanasaidiaje? Sababu tukiona ajenda kubwa kwa siku hii ya leo inaangalia ustawi wa mfanyakazi, lakini vile vile kuangalia labda changamoto bila kusahau mafanikio ambayo yamefikiwa. Kupitia vyama ni vitu gani ambavyo mnafanya kwa ajili ya kuelekea siku hii ya leo? Kupitia vyama kuna hata sherehe zote kianzia Njombe, lakini na mikoa mbalimbali ambao wanafanya katika mikoa yao. Ikiwa pamoja na sisi ya mkoa wetu wa Dar es Salaam tumeunganika kwa pamoja vyama vyote chini ya mwamvuli wa TUCTA. Tumeweza kufanya maandalizi makubwa ambayo tutafanya kwa Mnazi Mmoja, ambao tunategemea mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambao tutakuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, ambao kubwa tunachofanya inatusaidia kwanza kutuunganisha pamoja. Tunaweza kushare uzoefu na experience ya taasisi mbalimbali na kupata uzoefu na mambo mbalimbali, lakini ni moja ambayo ya nafasi na sisi tunapata nafasi ya outing, kwa sababu mara zote ni kazi, unarudi na kucheza na familia, unarudi kazini. Kwa ni muda ambao sasa tunakutana pamoja na unakutana na watu mbalimbali na masuala mbalimbali, unaweza mkafurahi pamoja na mambo mbalimbali kama haya. Lakini mwisho wa siku matamanio makubwa ni yale sasa, pamoja na zile kazi mbalimbali na mambo ambayo mfumuko wa bei na vitu kama hivyo, watu wanategemea wasikie kijambo moja ambalo linaweza kusaidia nalo kuongeza ile thamani ya mishahara yao na maslahi mbalimbali. Sawa sawa. Labda tukiangalia mwanzo wakati iliyosababisha mpaka tukawa na hii siku ya Mei Mosi, swala kubwa ilikuwa inadaiwa muda wa kazi. Wafanyakazi wenzi hizo wakawa wanafanya kazi kwa muda mrefu sana. Wakawa wanasema wanataka walau wawe na saa 8 za kufanya kazi. Tunaona kupitia shirika la kazi duniani hii swala lilishapitishwa muda mrefu tu. Labda sasa hivi mkiangalia nyewe kama vyama, ni vitu gani vikubwa ambavyo mnafikiri vingeendelea kuboreshwa kwa ajili ya kuendelea kuweka mazingira bora ya mfanyakazi? Kadri siku hadi siku kuna masuala mbalimbali ambayo yalikuwa yanaongelewa haswa hata kwa nchi yetu, ikiwa pamoja na muda wa kazi kama unavyosema, ambao ulizingatiwa ule muda masaa 8 ya kupumzika, masaa 8 ya kulala, masaa 8 ya kufanya kazi, ambao jumla unapata masaa yote. Lakini vile vile kulikuwa na wanapigania sana maternity
muda wa kupata mapumziko kwa kina mama akijifungua, lakini tukawa tumesahau kwa kiwango kikubwa sana kwa watoto njiti, kwa wale wazazi wanaojifungua kabla muda nao muda ule ulikuwa umesahaulika. Lakini sasa hivi naona mabadiliko yameshafanyika makubwa na hili nalo limezingatiwa. Kwa hiyo imebaki tu nafasi sasa ile ya paternity, nafasi ile ya baba sasa nao kupata mapumziko, waweze kushirikiana mama katika malezi ya zile siku 3 zile, kuzingatia na kupata zile stahiki kama anazopata mama maternity. Nafikiri hayo ndio maeneo ambayo walikuwa wanategemea sasa. Kwenye hayo maeneo madogo akiboreshwa tu na masuala mengine madogo yaliyobaki, mambo mengine yataendelea kufanywa kazi, na ukitambua kila changamoto unavyotatua inazalisha changamoto nyingine, na maendeleo nayo yanazidi kuleta changamoto zingine. Sasa kwa baba, kama alikuwa anapewa zile siku 3 za mapumziko, hizi zimepitishwa kisheria au kuna baadhi ya maeneo hayatoi, ama mnaona hazitoshi? Kuna masuala mawili ya msingi katika hizo. Kuna masuala ya kupata hizo siku, kuna wengine wanapuuza, lakini vile vile wengine wanatoa, lakini zile stahiki zingine za kimsingi za kama watumishi kama anazopata hizi wakina mama zinakuwa bado wapati wakina baba. Kwa hiyo ni maeneo ambayo uwiano sasa unatakiwa ufanyike ili yale malezi kamili ya wazazi wawili yapatikane kwa mtoto. Sawa sawa. Na leo tarehe ngapi? Leo tarehe 1 ya mwezi wa 5. Kauli mbiu inasema kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Tunapozungumzia kazi zenye staha kuwa ni nguzo imara, labda kwa mtazamaji anayesikiliza angetamani kujua ni kazi zipi hizi? Kazi zote ni zile kazi zenye staha, ni zile kazi zisizobeza au kutweza utu wa mtu. Zile kazi ambazo zina staha, ambazo ukiangalia wenzetu wa OSHA mengi ambao watu wanaangalia, ikiwepo pamoja na katika maeneo yale yanafanya viwandani, katika maeneo yale mazingira magumu, kuzingatia yale masuala msingi kama safety gears na vitu vingine vile ambavyo vinasababisha sasa mtu aweze kujikinga na changamoto mbalimbali. Lakini na zile shughuli zote zile ambazo zinawaweka watu katika staha. Na labda kupitia vyama mnawasaidia jinsi wafanyakazi wale ambao labda mnaona hawako katika hizi kazi zenye staha, na vile vile labda wanafikishaje sasa taarifa zao? Kuna masuala mawili ndani ya vyama vya kazi. La kwanza, kuangalia wajibu wa mfanyakazi, tunahimiza. Sio kwamba tunatetea haki za mfanyakazi tu, hapana. Pamoja na kutetea haki za mfanyakazi, lakini vile vile tunakuwa na wajibu wa kuwakumbusha kuwajibika vyema ili kuweza kuleta matunda, kwa sababu bila ile taasisi au bila ile kazi kuendelea kuwepo, hakutaweza kuwa na mfanyakazi pale. Kwa hiyo kuna wajibu wetu ambao tunaweza kuwakumbusha. Kwa hiyo hicho ndio kazi kubwa sana ambayo tunaifanya. Lakini ukiangalia ndani ya huo wajibu sasa ambao tunaofanya sasa, ndio pamoja na vikao vile vya mara kwa mara, na tunapata nafasi ya maeneo mbalimbali ya kuweza kufanya kazi, kuweza kukaa nao na kujadili zile changamoto ambazo zipo, na zingine ndogo ndogo tunapata nafasi ya kujadili na watumishi au kuonana na wakurugenzi wa taasisi husika na kuweza kupata ufumbuzi. Zile ambazo tunaziona sasa ufumbuzi upatikane kwa wakati huo, sasa tunaziwasilisha katika mifumo rasmi ili iweze kufika katika utatuzi wa changamoto hizo, kama ni wizara na masuala mengine. Sawa. Kwa hiyo mnawakumbusha wafanyakazi haki, lakini na wajibu. Lazima wawajibike ili kupata haki zao za msingi. Nilikuwa nafikiria labda kutoka TUGHE, labda ni mafanikio gani mmeyapata katika kuwasimamia sasa hawa wafanyakazi wa serikali kuu lakini na wa afya hapa nchini? Tunaweza kuzungumzia mafanikio gani ambayo mpaka leo tarehe 1 ya mwezi wa 5 2026 mnayasherehekea? Kwanza mafanikio mara zote, maana chama chenu kikongwe tangu 96. Mafanikio mara zote yanakuja kutokana na nature na uongozi ulizoko, hatuwezi kukwepa. Kwa ukiangalia kutoka tulipoanzia, lakini mpaka kipindi hichi cha Mheshimiwa Rais tulioko sasa, ukiangalia trendi na toka Mei Mosi hata mwaka jana, ukiangalia nyongeza na increment mbalimbali ambazo zimefanyika, zimeleta sasa ile harmony ya watumishi na kuweza kuleta wajibu wake. Kwanza hilo tu la kiongozi wa kwetu wa nchi,
Lakini la pili, chama chetu kimekuwa kikijipambanua na kiweza kufanya wajibu mkubwa sana. Zile changamoto mbalimbali zinaweza kusimama na watumishi na kuweza kama ni za kuenda katika masuluhishi mbalimbali, kama ni kupitia kuweka wakili, unawekea wakili wa wafanyakazi mbalimbali. Kuzingatia kwa sisi mkoa wetu wa Dar es Salaam sasa hivi kulikuwa na mashauri zaidi ya 3 ambao nayo yalipata wakili na ufumbuzi na ukapatikana kwa wakati. Kwa ni chama ambacho kinasimama sana na wafanyakazi. Sasa na tukiangalia kwa upande wa namna ambavyo wafanyakazi wanatamani kuona masuala fulani yameboreshwa, na nyie kama chama mkaletewa haya masuala yao, changamoto zao, na labda mnaona kwa namna moja au nyingine kuna namna ambavyo hayawezi kufikiwa kwa haraka, labda ni hatua gani mnazichukua sasa ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanaendelea kufanya kazi, lakini wakijua kwamba masuala yao yanashughulikiwa na chama, kwa sababu ndio tegemeo lao la kwanza kupitia vyama hivi? Unajua, hizi taasisi ni kama familia. Ndio. Zinafanya kazi kwa mujibu wa bajeti na uwezo, capacity yake. Kwa hiyo sisi tuna wajibu kwanza wa kuwaelimisha, tukizingatia kwa nature na mfumo na bajeti ambayo ipo kwenye nchi. Kwa hiyo tunategemea kuna masuala ambayo mengine yatabadilika na mengine tunawaambia yanaweza kachukua muda kwa kadri ambayo tunafanywa na tukiwarejea toka nyuma na sasa ambao tupo. Kwa hiyo ni wajibu ambao tunafanya, ni kama kwenye familia kwamba kuna matamanio ya watoto, lakini kuna uwezo wa familia yenyewe. Kwa hiyo mnakuwa mnawakumbusha kwamba matamanio ya watoto ni kila siku kula kuku, lakini uwezo wa familia ni kuweza kubadilisha kuku, dagaa na vitu vingine ili anza kuweza kufika yale malengo ya msingi, kwa sababu tuna kweli mishahara ni ya msingi, kwa sababu tukipata mishahara tunafanya mabadiliko na nyuma yetu tuna wategemezi wengi, lakini kuna yale mambo ya msingi ambayo ukizingatia kama masomo ya matibabu na vitu vingine ambavyo ni lazima yaweze kufanyika ili mambo yaweze kukaa vizuri. Leo tarehe mosi ya mwezi Mei, labda nini hasa tamko la TUGHE kwa wafanyakazi, yale ambayo mmepanga leo kuwaambia wafanyakazi wakati wakisherehekea siku yao ya kimataifa? Kubwa tu tunaendelea kuwahimiza wafanyakazi kuendelea kuwajibika katika shughuli zao za kawaida, lakini la pili, kwa sababu leo ni siku ya wafanyakazi na leo sisi hatusimami kama TUGHE, tunasimama kama vyama, shirikisho la vyama wafanyakazi wote TUCTA. Kwa na sisi tuna mategemeo makubwa sana na kauli kubwa kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Ndio ile neno wamesema aseme neno. Kabisa. Mara nyingi ikiwa siku kama leo yani wafanyakazi wengi neno wanalitegemea katika ongezeko la maslahi, lakini yapi maeneo mengine ambayo nyie kama vyama huwa mnaona kwamba yana umuhimu pia wa kuendelea kuangaliwa? Ndiyo, maslahi ni muhimu kwa sababu pia yanatuwezesha kumudu changamoto zetu kutokana na hali ya maisha inavyopanda, lakini nafikiri labda kuna maeneo mengine ambayo mnakuwa mnaangalia mnasema hata haya yanahitaji kuboreshwa. Maeneo mengine ambayo tunategemea ama tunaendelea kuhimiza kuendelea kuboreshwa ni pamoja na punguzo la kodi ile ya mshahara. Na tuna imani kwamba ikipungua kidogo na mambo yanaweza kama mazuri. Lakini vile vile ni ile kodi ya kwenye mikopo benki na nini, ambayo sasa wafanyakazi wanakuwa na access ya kwenda kukopa. Inapopungua ile riba ya mkopo inapunguza ile gharama ya ulipaji wa mikopo katika watumishi mbalimbali. Kwa hiyo tuna imani ikipungua kule itasaidia, kwa sababu ukizingatia kwamba watumishi wanapokopa wanaweza kujifanyia biashara nyingine ambayo inaweza kusaidia kuongeza kipato kwa njia nyingine. Kwa hiyo ikipungua kule inaweza kasukuma kidogo na ukapandisha kidogo uchumi wa wafanyakazi. Kuna kipindi ilipungua. Wewe sasa hivi matarajio mkiwa kama chama mnatamania wapi, ifike wapi? Angalau ikipungua kutoka pale ikipungua hata 2% kutoka pale inaweza kukaa vizuri zaidi. Ili mara mwisho ilikuwa imepungua mpaka 3% ngapi? Walipunguza zaidi ya 3% na kitu. Kwa hiyo nafikiri ikipungua tena pale inaweza kama mazuri zaidi. Ikaleta nani zaidi. Umezungumzia pia swala la riba za kwenye mikopo
labda ni hatua gani kama vyama huwa mnachukua? Mnajaribu kuzungumza pia na mabenki, kwa sababu kikubwa wanachoangalia taasisi za fedha, kikubwa wanachoangalia ni kuwa na uhakika wa kulipwa madeni yao, kwa sababu mwisho wa siku deni lisipolipwa inakuwa inabaki kuwa mzigo kwa taasisi husika. Labda kupitia hizi taasisi za fedha ni utaratibu gani mnachukua kwamba kujaribu kuzungumza nao, kwa sababu wakiwa na uhakika wanaweza hata wao binafsi wakaangalia chini ya yale maelekezo ya Benki Kuu ya Tanzania. Kubwa tunachoendelea kwanza, kwa watumishi tuko naendelea kuwahimiza wakope katika zile taasisi rasmi za kifedha. Sio hizi taasisi zingine wanaobaki na kadi na vitu vingine ambazo zinakuwa na riba ambazo zinasimamiwa na BOT. Lakini kwa hizi taasisi zingine, moja ya watu ambao wanahakika ulipaji katika mabenki na au mashahidi ni wafanyakazi, kwa sababu wana mifumo rasmi ya ulipaji wa mishahara. Kwa ukataji wako kwa ulipaji wa mishahara wa mkopo ni rahisi zaidi, kwa sababu wanakata moja kwa moja kwenye mifumo. Kwa ni maeneo ambayo sisi ni watu ambao wanahakika kabisa katika ulipaji, ukopaji na ulipaji wa mishahara ulionyoka na ulipaji ambao hauna usumbufu wote, kizingatia na watu wengine kama wafanyabiashara na watu wengine. Wakati mwingine huwa mnapata muda wa kusema kutoa elimu, kwa sababu kumekuwa pia na tatizo la ulipaji wa mikopo kutoka, hii sio tu kwa wafanyakazi peke yao, yani kumekuwa na changamoto kwa Watanzania wengi kwa namna ya ulipaji wa mikopo. Ni kama vile mtu anaweza akachukua mkopo kwa ajili ya kufanya jambo fulani, akaenda kufanya jambo lingine, mwisho wa siku akashindwa kurudisha kwa wakati, ama akashindwa kurudisha ndani ya muda ule, kumaliza ndani ya ule muda aliopewa. Mkiwa kama chama cha wafanyakazi, huwa mnapata nafasi ya kutoa elimu kama hizo, ili kwa sababu kukaa katika mstari kutawezesha hata hizi taasisi zinakuwa na imani kabisa kwamba hata ukipoteza ni kidogo, lakini wengi tunajua watafanya nini, watarudisha. Elimu naitoa ni kama nilivyosema awali, ukizingatia kama upande wetu sasa, sio tu niseme upande wetu TUGHE, elimu inafanyika na tuna afisa maalum wa elimu, yuko maalum tu kwa kutoa elimu kwa wafanyakazi, na anapata nafasi na platform katika mabaraza ya wafanyakazi katika taasisi na sehemu mbalimbali za wafanyakazi. Anaweza kuzunguka na kutoa elimu kwa kubwa sana katika mikopo. Sio tu mtu kukopa kama mkumbo, ajue kabla kukopa anataka kukopa ili afanye nini. Sasa wengine wanakopa wanajenga nyumba, sio vibaya sana, lakini ni vizuri ukakopa ukaenda kuinvest ambayo inaweza kuzalisha, kwa sababu unapokopa unapunguza kiwango cha mshahara ambao ulikuwa unapokea awali. Kwa maana unakatwa kulipa mkopo. Kwa unatakiwa sasa hiyo ambao umechukua kwa mapema uweze kutengeneza platform ya pili, kutengeneza mshahara wa pili, ili iweze kurudisha ile faida ya pale. Sasa ndio una nafasi ya kwenda kujenga nyumba na vitu vingine. Kwa hiyo elimu kama hizo tunaweza vile tunaendelea kuwapa watumishi, ili angalau kuweza kubadilisha, kwa sababu akikopa kule, akikopa mshahara, akawa mshahara ukashuka kwa drop huko, tena akachukua akainvest akaingiza kwenye nyumba yenyewe kwa bahati mbaya isiishe, akaendelea kupanga tena, kwa mshahara umepungua, na huku tena fedha ameingiza amezika zote. Kwa mara nyingi inaweza kuleta frustration katika ufanyaji wa kazi. Kwa kubwa na sisi tunawapa ile elimu ili wajue hata kabla kukopa wanaweza wakafanyia nini, na baada ya kukopa wajue nini madhara yake na vitu vingine, kwa sababu kila jambo lina faida na hasara yake. Kwa lazima hii elimu tuwape, tunawapaga kwa upana, na nilivyosema maeneo mengi mikopo benki wapate changamoto kwa watumishi. Mifumo yetu imenyooka kwa sababu ulipaji wa mishahara na nini kupitia benki na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hakuna usumbufu katika ulipaji huo, na pale waga kuna asilimia ya bima inakuwepo kwa wale bahati mbaya kabla hajamaliza mshahara, Mwenyezi Mungu anaweza kumchukua, kwa anapata inaweza kukava sasa kwa zile changamoto ndogo ndogo ambazo zipo, na asilimia almost kama 2 hivi wanakata kwa ili kuweza kuweka bima ya mkopo ule. Sawa. Nilikuwa nafikiria tukiwa leo siku ya Mei Mosi, vile vile unaweza kutukumbusha umuhimu wa wafanyakazi kujiunga katika vyama vya wafanyakazi. Unajua wakati mwingine mimi nipo kwenye chama cha wafanyakazi hapa tawi letu. Wakati mwingine unaweza kukutana na mtu anashindwa kujua nini faida ya kuwa kwenye chama cha wafanyakazi. Labda ungepita kidogo ukakumbusha wafanyakazi ikiwa siku yao leo Mei Mosi, lakini pia wajue umuhimu
wa kuwa kwenye vyama vya wafanyakazi? Na kwanza kuna mambo mawili. Kuna zile taasisi ambazo zinaamini kwamba vyama vya wafanyakazi vinawafundisha wafanyakazi kugoma, kiburi na vitu kama vile. Kwanza tuondolee hofu. Moja wa chama cha wafanyakazi vile vile, kama nilivyosema awali, ni kuwakumbusha wajibu wao. Lakini la pili, kwa wale watumishi ama wafanyakazi wasiojiunga katika vyama, tuwakumbushe maisha ya mtumishi yanakuwa na changamoto zake kama maisha mengine. Kwa hiyo tunavyosema bima, unavyokata katika vitu mbalimbali, na chama cha wafanyakazi kama bima, unaweza ukaenda kwa mtu binafsi tu, afisa utumishi au nani, akamfukuza mtu kazi. Lakini kwa bahati mbaya, wakati unasimamishwa kazi, namna na kupigania haki zako na vitu vingine inakuwa ni changamoto. Unakuwa hujajipanga na vitu vingine, ukizingatia sasa hivi kuwa kama wakili, kama nilivyosema awali, ni gharama. Lakini vyama vyetu vya wafanyakazi vina mawakili tayari wenyewe ambao wanaweza kusimamia kesi zile, lakini na eneo lingine la kuajiri mwakili wa kukusimamia inafanya hivyo. Kwa ni eneo ambalo muhimu sana wafanyakazi kujiunga ili kuweza kuwa salama katika masuala mbalimbali, lakini ndio sehemu platform pekee tu ambayo ukiweza kuwasilisha changamoto yako kwa mwajiri, ukaona unashindwa kuwasilisha vizuri, unaweza kuwasilisha kwa viongozi wako wa matawi, wakaweza kuongea na viongozi wa matawi, kuwasilisha kwa viongozi wa mkoa ambao rasmi wanaweza kupata platform nzuri ya kuja kuongea na mwajiri na yale masuala mengine yakawa soft. Sawa sawa. Na ni vyama ambavyo vipo kisheria. Vipo kisheria kabisa. Basi tunapomaliza kipindi chetu, labda sasa kwa siku hii ya Mei Mosi, nini hasa ungekuwa wito wako kwa wafanyakazi? Wito kwa wafanyakazi ni ule ule, sisi tuendelee kuwajibika. Tanzania ni yetu pamoja, tunapaswa tujenge kwa upendo na kulinda amani na mshikamano. Lakini tukikumbuka kwamba pamoja na yote tunaopambana, ni kubwa vile vile tuzingatie nao afya zetu, mazoezi na vitu vingine, kwa sababu moja ya mtaji mkubwa sana wa maisha yetu ni afya yetu. Na ukizingatia kwa maisha yetu ya Kitanzania, mfanyakazi mmoja ana zaidi ya watu 1000 wanamtegemea, kama sio moja kwa moja basi kwa njia mbalimbali, kwa wale wananunua vitu na vitu vingine. Ndio maana ukiona mshahara umechelewa kidogo, unaona jamii nzima yote inajua kwamba watu hawajalipwa mshahara. Kwa hiyo tunategemewa, ni watu ambao tunategemewa, tukizingatia kwa sisi mkoa wa Dar es Salaam ukiangalia wakazi zaidi ya 8,000, lakini watumishi unaweza kukuta hajafika hata 10% ya wote wakazi wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ni bahati hiyo ambayo tunaweza tukaitumia vizuri katika kufanya masuala mbalimbali. Wito wangu tu ni tuendelee kuwajibika, tuendelee kufanya kazi ili sasa tunavodai maslahi yetu, lakini watu waone na wajibu ambao tumefanya. Sawa sawa. Na tukiangazia kauli mbiu ambayo inasema kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Na nafikiri kundi hili la wafanyakazi lina wajibu mkubwa katika kuhakikisha hii dira inatekelezeka. Kubwa sana. Na tuna muda mfupi sana katika kuanza utekelezaji wake. Kubwa sana. Na ungesemea nini sasa hapo kuhusiana na kujitoa katika utekelezaji wa dira hii ya taifa ya mwaka 2050 kwa wafanyakazi? Wafanyakazi ndio nilisema kama kutoka mwanzo, wafanyakazi ndio injini wanaotegemewa, ndio injini kuu kwa kila taasisi, nasemea kila taasisi, hata hapa wafanyakazi ndio kila kitu. Na ndio maana wenzetu wanasema binadamu wanahitaji kuguswa kiutu, kwa sababu binadamu sio mashine. Kwa wafanyakazi ni watu ambao wanaendelea kutegemewa sana sana katika kusukuma dira 2050, ukizingatia katika wajibu huo nilikuwa nasema ufanyaji wa kazi. Sawa sawa. Basi mtazamaji, ikiwa ni siku ya Mei Mosi, leo tulikuwa na Heri William ambaye ni mjumbe wa kamati ya itifaki kutoka kwenye shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA, lakini vile vile ni mwenyekiti tawi la Tuge ofisi ya mkuu wa mkoa, na tulikuwa tukizungumzia siku ya wafanyakazi, lakini vile tukaangalia na utendaji wa vyama vya wafanyakazi katika kuwafanikisha wafanyakazi katika mambo yao mbalimbali. Kauli mbiu kumbuka siku ya leo ambao ni siku ya wafanyakazi inasema kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji dira ya taifa 2050. Shime wafanyakazi, hongera sana kwa siku ya leo. Basi baada ya muda mfupi tutarejea kwenye meza
ya wahariri. Endelea kuwa nasi. Makofi na vigelegele. Mshikamano, mshikamano, mshikamano. Hatuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatobea mikosi, tunalindwa na sagodi pekee. Kibana ba